hii ni ishara kuwa tunaangazia sisi results. Hii ni ya kwako, ambapo mbali ya Yehova, hii ni ya kwako kabisa kuonyesha kuwa kampeni sasa tunakwenda kutembelea miradi ya Ubungo na kuangalia namna gani Ubungo imepiga hatua. Sisi tutapita kila mradi na kila sehemu ambao jamii imepata matokeo chanya katika wilaya yako, tutawaambia ili Watanzania wajue serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan wamefanya nini. Karibu sana Mheshimiwa DC Mwendeza Manako. Wanasimamia usimamia hapa. Asante sana. Karibu. Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Tunamshukuru Mungu jamani kwa zawadi ya uhai. Karibuni sana wilaya ya Ubungo, mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa wa Dar es Salaam sasa hivi tunafanya biashara masaa 24. Kwa hiyo mchana usiku mchana. Si ndio jamani? Tusaidieni kuwahabarisha watu, waambieni Watanzania wote wa ndani na nje ya Tanzania, kwa sababu unajua Dar es Salaam ni kitovu cha uchumi Afrika Mashariki na Kusini. Watu wafike Dar es Salaam, wasijali muda, tuko tayari kuwahudumia kwa saa 24. Sasa nimpongeze sana, huwa mimi namuita DC mwenzangu, DC Waista. Kwa kuwa mbunifu kwanza na kutumia kipaji chake vizuri. Anatumia kipaji chake vizuri na elimu yake kuwahabarisha watu habari njema. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya mambo mengi sana. Na mambo haya, moja ya kazi tulionayo pia ni kuwafanya watu wayafahamu. Wako watu ambao sio wakazi wa Dar es Salaam, wanataka wajue jiji la biashara Dar es Salaam kuna nini. Lakini watu walioko Dar es Salaam wajue manufaa ambayo wanayaona, unafuu wanaoupata ni uwekezaji wa kiasi gani. Unaelewana jamani? Kwa hiyo wilaya ya Ubungo kipekee tuna bahati kubwa sana. Kwanza wilaya ya Ubungo ni mpya. Sisi tunafahamu wilaya hii imeanza rasmi mwishoni mwa awamu ya 4, wakati ya awamu ya 5 ya Dr. Magufuli inaanza. Kwa ni wilaya ambayo hata miaka 10 kamili nafikiri bado haijatimiza. Lakini mambo yaliyoko huku unaweza kufikiri Ubungo ipo miaka 20-30 iliyopita. Jamani, hapa tulipo si mnafahamu. Mimi nikiwaona nyinyi ni vijana wa katikati, si ndio? Mnajua palikuwaje hapa. Sababu palikuwaje hapa? Angalieni mambo haya. Angalieni flyover hii. Lakini barabara hii hapa tulipo inayokwenda mpaka Kimara, inakwenda mpaka Kibaha, zaidi ya shilingi bilioni 200 ziliwekwa hapa. Mkizungumza na wasafirishaji na watumiaji wa barabara hii, watawaambia miaka 5-6 iliyopita, kutoka nyumbani kwenda kazini, malori ya bandarini yanayopeleka bidhaa za wenzetu nchi jirani, mabasi, bodaboda, walikuwa wanapata hadha kiasi gani. Leo tuna barabara 8 hapa. Mtu unateleza tu. Yote ni mafanikio ya serikali ya awamu ya 6. Tuna kituo kikubwa hiki ambacho tutaingia hapa ndani cha biashara na usafirishaji cha Afrika Mashariki. Shilingi bilioni 303 ziko hapa. Mapinduzi makubwa sana ya biashara yanakwenda kufanyika hapa. Ajira za moja kwa moja, wafanya biashara kufungua na kuweza kukuza mitaji yao, upatikanaji wa bidhaa kirahisi unakwenda kuongezeka. Huku